Kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi ambavyo kila nguvu ya ndani ni roho kamili, na hiyo roho isipokuwa ipo na chanzo sahihi, uwe na uhakika kabisa kila nguvu ya roho, kila nguvu itakayofanya kazi ni roho. Sasa hiyo roho itakayoamua kufanya chochote itahitaji pia matokeo, itahitaji na majibu, itahitaji kuona matokeo. Roho Mtakatifu ndiye chanzo ama mwanzilishi wa kila jambo. Sasa kuna roho nyingine nyemelezi ambazo kwa kuwa Roho Mtakatifu ndio mwanzilishi wa uumbaji, chochote unachokianza na wewe tayari umeanza kuwa muumbaji. Na kwa kuwa Mungu alimuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake, mara zote ili ufanikiwe sana lazima uende kwenye chanzo cha nguvu ambacho ni nguvu ya ndani. Ukisoma kwenye Biblia utaikuta kwenye kile kitabu cha Mwanzo 1:2, Biblia inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Lakini maswali yangu ni moja. Roho ya Mungu ndiyo iliyotulia. Mungu yeye alikuwa wapi? Maana yake ni hii. Kumbe roho ndiyo inamaanisha kitu. Roho ndiyo inamaanisha kila ulichonacho. Biashara ni roho, kazi ni roho, mtu ni roho. Kwa hiyo ili uweze kueleweka wewe ni nani, kwanza lazima tukuongeleshe. Kile unachokiongea kinatokana na roho yako. Biblia ninayosoma tunakuja kugundua kwamba roho ya Mungu kumbe ilipotulia juu, nasema ilipotulia juu ya vilindi vya maji, vya uso wa maji, roho ya Mungu ikatulia. Roho wa Mungu ni nani? Roho wa Mungu ndiyo Roho Mtakatifu, ambapo kwa lugha nyingine Roho Mtakatifu ni nguvu. Nguvu ambayo ikiamrishwa ndani yake inaumba. Roho Mtakatifu ndio roho ya Mungu. Wewe una roho yako ambayo hiyo roho isipopata utulivu, hiyo roho yako isipopata utulivu, uwe na uhakika haiwezi kuwa na nguvu. Na ndio maana tunashauri sana, baada ya shughuli nyingi, ukiwa na muda mwingi sana wa kufanya mambo, tafuta muda wa kukaa mahali peke yako. Tafuta muda wa kutuliza akili yako, mwili wako, ubongo wako. Saa nyingine usile chakula hata siku nzima, uitulize hata mwili, uache mahangaiko. Unapoacha kula chakula, hii ni siri nakupa. Unapoacha kula chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni, utakuwa na uwezo wa mahangaiko kutoka asubuhi mpaka saa 6. Ikifika saa 7, roho yako, mwili wako utataka aina fulani ya utulivu. Utakaposikia mwili unalegea kwa sababu ya uhitaji wa chakula, utataka kwenda kupumzika. Ukipumzika
ukaruhusu akili yako itafakari juu ya uwezo ulioupoteza ndani yako, roho yako itaanza kuamka, itaanza kukufunulia siri za ndani yako. Utakuja kugundua kumbe wewe ni mwandishi wa vitabu, lakini ulikuwaga hujafikiri kuandika kitabu. Unakuja kugundua kumbe wewe ni mfanyabiashara, lakini kumbe huonagi namna ya kufanya biashara. Unakuja kugundua kumbe wewe ni mhandisi ambaye unayefanya kazi kawaida, unaweza ukabuni biashara. Unakuja kugundua ndani yako kumbe una uwezo wa kuimba. Ghafla unaanza kutunga mashairi, ghafla unaanza kusikia wimbo wa kuimba. Ukisikia usifikiri ni wewe, ni roho iliyoko ndani yako. Umeipa nafasi na yenyewe ianze kufanya kazi. Mara nyingi sana nguvu ya ndani huwa hatuiruhusu kwa sababu ya uwezo tulionao, na ndio maana unakuta mara nyingi sana watu wasiotaka kutumia uwezo wao wa ndani huwa wanafanya vitu ambavyo wenzao wamekwisha kuvianzisha. Mtu yoyote anayetamani kuajiriwa, mtu yoyote anayetamani kuwezeshwa, hawazi namna ya kuanza kujiwezesha. Huyu mtu ni hajawahi kutumia uwezo wake wa ndani. Ngoja nikuonyeshe kitu. Kwa kawaida mambo yote makubwa ya ulimwengu huu yalianzia kwa namna ya kawaida kuliko unavyoweza kufikiri. Mambo yote ambayo yamewahi kutokea ulimwenguni yalitokea katika hali ya kawaida. Mtu mmoja alipata shida, alipita kwenye changamoto, akafikiria sana, hivi kwa nini siwezi kutembea kwa haraka? Akapata wakati mgumu wa kutembea safari ndefu. Ghafla akachoka sana na mwili wake ukakosa nguvu, akalala, akapumzika. Wakati ule mwili wake hauna matumaini, roho ikaamka. Roho yake ilipoamka na nguvu yake ya ndani ilipokubali kupewa nafasi ya kutumika, akasema kwa nini nisitengeneze nyenzo? Akagundua anaweza akachukua mbao, akachonga tairi, alafu akaunganisha tairi na tairi, alafu akatafuta mnyama amsaidie kuvuta ule mnyama, kuvuta lile gari ambalo sisi tunaliita mkokoteni, lakini lilikuwa ndio gari la kwanza mtu aliloligundua. Akaona okay, kumbe naweza nikamtumia punda, kumbe naweza nikamtumia ng'ombe, alafu akanipeleka mimi nikiwa nimekaa. Gari la kwanza likabuniwa. Wakati ameendelea kutembea, akagundua ng'ombe anatembea mwendo mrefu, akiona majani anakula. Punda anatembea muda mrefu, akifika mahali njaa imemuuma naye analala. Akagundua no, haiwezekani kutengeneza kitu. Akabuni kitu kinachoitwa baskeli. Akaanza kutengeneza kitu ambacho atapiga pedali, atatumia nguvu zake, lakini atapata kitu cha kusaidia kuvuta kile kitu kikafanya haraka. Unajiuliza, kwani huyu mtu alitoa wapi mawazo? Ngoja nikuonyeshe mwanzilishi. Kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba Roho Mtakatifu alipokuwa ametulia hakufurahia mazingira yake. Aligundua niko kwenye mazingira ya giza. Giza tafsiri nyingine ni ujinga. Na mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kila ujinga gharama ya kuondoa lazima utumie pesa.
Na mimi nikasema kufukuza, gharama ya kuondoa ujinga wowote ni pesa. Na kama gharama ya kuondoa ujinga wowote ni pesa, manake nguvu yoyote inahitaji nguvu kuiondoa. Manake pesa ni nguvu. Kama huna pesa huna nguvu. Ili upate kitu fulani lazima upate nguvu ya kuitoa ile nguvu. Kwa hiyo Mungu ilibidi atumie nguvu ya ndani, ambapo yeye mwenyewe ni nuru. Ilibidi atumie, apply ile nguvu iliyoko ndani yake kuleta nuru. Alipoiita nuru ikawa halisi, ikawa mchana. Ilipokuwa mchana akajua huu ni mchana, maana yake understanding, knowledge. Alipojua kwamba hii ni knowledge, hii ni understanding, akatenga kwamba kumbe ujinga hautaisha duniani. Ili niweze kuoperate vizuri lazima nikubali kuna akili au kuna nuru alafu kuna giza, nivichoree mstari. Maana yake nitenge kuwepo na giza, ujinga, alafu nitenge kuwepo na nuru, maana yake ufahamu, akili. Sasa mara zote kila mtu anapozaliwa ana pande zote mbili. Mtu akizaliwa ndani yake kuna giza na ndani yake kuna nuru. Sasa kuna wengine wamezaliwa nuru yao inakuwa ina nguvu kuliko giza. Ndio pale unasikia huyu mtoto ni genius. Magenius manake ni watu ambao uwezo wao una uwezo wa kuinuka na kupiga giza kwa haraka. Manake anagundua mambo kwa haraka kuliko mtu ambaye giza lake ni kubwa, anatumia gharama kubwa kuondoa lile giza ndani yake. Sasa Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo ina uwezo wa kuisukuma giza haraka, lakini hafanyi chochote mpaka ameruhusiwa kufanya. Kwenye kitabu cha Mwanzo 2 tunaiona Roho ya Mungu, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Tunaiona Roho Mtakatifu au Roho ya Mungu ilitulia, haikuondoa giza. Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa na Roho Mtakatifu lakini ukawa ni mjinga sana. Unaweza ukawa na Roho Mtakatifu na ukawa huna maarifa. Unaweza ukawa na Roho Mtakatifu ukawa huna akili. Biblia inayosoma inaniambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa Mungu, unaye Roho Mtakatifu, lakini kumbe ndani yetu, ukiweza kujua ndani yako kuna nguvu, ukianza kuiapply, maana yake nuru ikianza kufanya kazi ndani yako, ndipo nguvu yako itakuwa na udhihirisho.